Jeshi la Polisi kwa kutumia mifumo ya kisheria ya kuzuia vitendo vya kihalifu, lakini kuhakikisha kwamba shughuli za upelelezi zinafanyika vizuri na kuona kwamba haki inatendeka katika mifumo ya kisheria, imekuwa ikishirikiana na mamlaka zingine za kisheria. Mamlaka hizo ni pamoja na ofisi ya mashtaka, lakini mamlaka za mahakama za kisheria za nchi hii. Kwa hiyo tukisema tunashirikiana na mamlaka zingine za kisheria katika kushughulika na mifumo ya watu wanaotenda vitendo vya kihalifu, tunahusisha vyombo vingine kama hivyo. Na kwa sababu hiyo, jeshi hili la kanda maalum ya Dar es Salaam limeendelea kutekeleza majukumu yake na kuhakikisha kwamba usalama unaimarika kwenye maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Yamekuwepo makosa mbalimbali ambayo yametendeka mwaka jana na mengine yametendeka mwaka juzi, na watuhumiwa kadhaa walikamatwa na kufikishwa kwenye mamlaka ambazo nimezitaja. Miongoni mwa makosa ambayo yalijitokeza kwa mwaka juzi na mwaka jana na baadhi ya watuhumiwa kukamatwa ni makosa ambayo yako katika kundi linaloitwa makosa dhidi ya binadamu. Hayo ni makosa ambayo mara kadhaa ni chukizo kwa jamii. Makosa hayo ni kama ya mauaji, kubaka, kulawiti, kutorosha wanafunzi, lakini kuwapa mimba wanafunzi. Haya ni baadhi ya makosa ambayo ni chukizo. Na baadhi ya watuhumiwa katika matukio ya namna hiyo walikamatwa, uchunguzi ukafanyika vizuri, wakapelekwa majalada yao kwenye ofisi za mashtaka na baadaye mashauri yakafikishwa mahakamani, ushahidi ukatolewa na watuhumiwa dhidi ya makosa hayo ambayo ni chukizo walipatikana na hatia. Baadhi ya kesi ambazo zimemalizika mwishoni mwa mwezi Desemba na Januari hii, mwishoni mwa mwezi Desemba wa 2025 lakini mwanzoni mwa Januari 2026 ni makosa ya kubaka, kulawiti na kutorosha wanafunzi, lakini kuwapa mimba watoto wa shule. Baadhi ya watuhumiwa ambao walifikishwa kwenye mamlaka hizo na kushughulikiwa vikali kwa mujibu wa sheria ni pamoja na Peter Julius. Huyu ni mkazi wa Mbezi Mwisho. Huyu alihukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama ya wilaya ya Ubungo kwa kosa la kulawiti. Kosa ya kulawiti. Lakini yupo mtu aliyefahamika kwa jina la Dunia Sadok au maarufu kama Dunia. Huyu ni mkazi wa Chanika, naye alifikishwa kwenye mahakama ya wilaya ya Ilala na akapatikana na hatia, ikiwa ni pamoja na kupata kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Mtuhumiwa mwingine ni Rashidi Rajab Goma, mkazi wa Mwanagati. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ilala kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Yupo mtuhumiwa mwingine alifahamika kwa jina la John Jacob Nyamahemba. Huyu ni mkazi wa Mbagala. Alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Temeke kifungo cha maisha jela kwa kosa la kubaka. Abdalla Fausin, mkazi wa Kibada. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kigamboni kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Lakini yupo pia mtuhumiwa aliyofahamika kwa jina la Abubakari Membe maarufu kama Abu, mkazi wa Mbagala. Huyu alihukumiwa na mahakama ya Temeke kifungo cha maisha jela kwa kosa la kubaka. Kwa hiyo ukiangalia uzito wa hukumu ya mashauri ambayo yalifikishwa kwenye vyombo vyetu vya sheria kupitia ofisi ya mashtaka, unaweza ukajua haya makosa ni chukizo kwa kiwango gani kwenye jamii, lakini pia mtu akipatikana na hatia adhabu yake ni kubwa kwa kiwango hicho. Kwa hiyo jeshi la polisi limeendelea likikufuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba watoto, wanafunzi, lakini watu wengine wote
wanaendelea kuwa salama, na kama mtuhumiwa akijihusisha na makosa haya na mengine ya kijinai, anafikishwa kwenye mamlaka za kisheria kwa hatua zaidi kuhusiana na makosa aliyotenda. Swala la usalama barabarani, wote mmeshuhudia jinsi jeshi la polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani ambavyo wamekuwa wakitoa elimu maeneo mbalimbali kuhusiana na swala la usalama barabarani. Wamekuwa wakienda mashuleni, wamekuwa wakienda kwenye vijiwe vya bodaboda, wamekuwa wakienda maeneo tofauti tofauti na taasisi tofauti tofauti kutoa elimu jinsi ya kutumia barabara, hasa ukiwa unatumia vyombo vya moto, lakini pia wananchi ambao wanatembea kwa miguu jinsi ya kuchukua tahadhari kujiepusha na ajali za barabarani. Pamoja na kutoa elimu, bado kuna baadhi ya makundi ya watu wanaotumia vyombo vya moto kutofuata sheria za usalama barabarani. Waendesha magari makubwa, magari madogo, bodaboda, lakini pia hata wanaoendesha mikokoteni wamekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanakiuka kwa makusudi sheria za usalama barabarani na hivyo kuwa vyanzo vya ajali barabarani. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, pamoja na kuchukua hatua zingine za kisheria, linawaonya na kuwatahadharisha baadhi ya watu ambao hawafuati sheria, lakini sasa hivi kumeibuka makundi ya watu wanaoendesha vyombo vya moto yakiwemo magari pamoja na pikipiki kupita kwenye barabara za mwendo kasi na hivyo kupoteza lengo la kuwepo kwa mabasi haya katika jiji la Dar es Salaam. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limetoa elimu ya kutosha kwenye makundi hayo na madereva hao wameonywa vya kutosha. Kinachofuata ni kutekeleza sheria za kuwakamata wahusika na kuwafikisha kwenye mamlaka zingine za kisheria ili hatua zichukuliwe. Licha ya kupita kwenye barabara ile, wao wenyewe wanakuwa kwenye hatari ya kuweza kupoteza maisha, lakini pia kusababisha ajali mbaya ambazo zinaweza kutokana na mabasi yale ambayo yamebeba abiria wengi. Dereva anapoamua kumkwepa mwendesha pikipiki kwenye barabara ya mwendo kasi, anaweza akajikuta anasababisha ajali kubwa na mbaya kwa watu wengi kwa ajili ya mtu mmoja au kundi la watu wachache ambao pamoja na kupewa elimu bado wameendelea kukaidi kufuata sheria za usalama barabarani. Ninamwelekeza mkuu wa kikosi cha usalama barabarani kuendelea kushughulika na watu wanaokiuka sheria na taratibu za usalama barabarani, wakiwemo watu wanaojiwekea ving'ora kwenye vyombo vya moto ambavyo havihusiani na aina ya king'ora ambacho kinakuwa kwenye chombo hicho. Yapo magari yana ving'ora vya ambulance, yapo magari yana ving'ora wakati sio ya misafara, yapo pikipiki ambazo zina honi ambazo sio za pikipiki. Kwa hiyo haya yote tutayashughulika nayo ili kuona wananchi wanakuwa sio sehemu ya kupatiwa kero na mtu ambaye akiamka asubuhi anafikiri anavyotaka na kufanya anavyotaka. Kuhusu burudani, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatambua kwamba yako mashindano yanayohusiana na klabu bingwa ya soka hapa barani Afrika. Na Jeshi la Polisi linatambua kuwa Jumapili tarehe 1 Februari mwaka huu wa 2026 majira ya saa 10 jioni kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa tutakuwa na mchezo wa soka wa kimataifa. Uwakilishi wa Tanzania yani Simba Sports Club ya Dar es Salaam eneo la Msimbazi ikichuana na timu kutoka
Tunisia Esperance de Tunis. Jeshi la polisi linawahakikishia usalama wapenzi wote wa soka watakaojitokeza kwa wingi kwenye mchezo huo. Ndani na nje kutakuwa na usalama mzuri ili waweze kushuhudia burudani hiyo ya kimataifa. Na Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawatakia mafanikio mazuri wawakilishi wa soka wa Tanzania Simba Sports Club katika mchezo wao wa kesho, wao pamoja na Esperance de Tunis ya Tunisia.